What can I do to win your love forever? Till the end we die together. Bana, baada ya Konde Boy leo ndo siku yake ya kwenda kuachia nyimbo hii ya final. Naweza ngasema kwamba ni muda ambao ameweza kuposti baadhi ya klipu ambazo zikiwa zinaonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo amejipanga na amejizatiti kuhakikisha kwamba basi anawaletea burudani mashabiki zake ambao wamekuwa kimsupport katika kipindi chote. Naweza ngasema kwamba nimejaribu kuangalia video hii, nimejaribu kusikiliza verse ya kwanza mpaka kwenye chorus. Bana, katika sehemu ya chorus ndio balaa sasa. Mahali ambapo mwanadada Miriberi ambaye basi ameshirikishwa katika nyimbo hii, bana, nikwambie tu kwamba Harmonize hapa ameotea kitu kimoja. Yaani kwanza kuna beat, cha pili kuna maneno, cha tatu alitoka kuwa single, sasa hivi ameingia basi katika mahusiano tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo katika nyimbo hii ni muendelezo wa kile ambacho kimetokea. Yaani kwa mara ya kwanza alikuwa yuko single, na katika mara hii hapa ya pili basi ameingia tena katika mahusiano. Kumaanisha kwamba ile nyimbo ya kwanza ilikuwa inaelezea maisha yake ya nyuma, hii hapa inaelezea maisha yake ya sasa. Kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kimetokea katika kipindi cha nyuma. Kwa hiyo kama tulivyokuwa tunadhani labda mara ya kwanza pale ilikuwa inahusu masuala ya kujitamba kuhusiana na masuala ya fedha, kumbe siku ile, lakini alikuwa ameimbia tena mahusiano kwa mara nyingine tena. Ameimbia tena mapenzi. Ila bado tena kukumbusha kwamba aliyegonga beat kwa kipindi hichi tena ni yule mwamba aliyegonga single again. Huyo anamuita DJ Tariko. Tariko humu ndani kama kawaida yake nimesikia Tariko. Kwa namna moja au nyingine Tariko inabidi apewe maua yake. Kuna namna ambavyo Tariko anazigonga beat hizi katika hali ya tofauti kabisa, na katika hali ambayo Harmonize ukaribu wao pamoja na watu hawa basi umekuwa ni tofauti. Katika kipindi cha nyuma tulikuwa tuna expect kwamba labda wasanii watakuwa wanajilimbikiza katika nchi yetu hapa, lakini sasa hivi kumekuwa kuna tofauti kidogo. Msanii anaenda kufanya kazi na wasanii tofauti katika nchi mbalimbali ili tuweze kupata zile ladha ambazo ni sahihi kwa watu sahihi, yani kupata ladha ya mapiano kutoka kwa watu sahihi. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama ya Babuluku mpaka Burna Boy akaja akaifanyia remix, ni moja kati ya ngoma ambayo ilikuwa ni international song. Ni international song kumaanisha kwamba ni nyimbo ambayo iliweza kuwafikia watu wengi mpaka Burna Boy akaja akajichomeka katikati. Yani ya Babuluku Boys waliweza kugongewa beat na Tariko, na Tariko mwisho wa siku ndio yupo chini yao. Kuna kipindi tena DJ Tariko aliwaleta tena ya Babuluku Boys kwake Harmonize. Baada ya hapo wakafanya ngoma, na baada ya kufanya ngoma basi nafikiri kwamba kuna namna ambavyo wameamua kugawana umaskini. Bana, tutachukua hichi, wewe utachukua hichi percent, yani unagawana percent kulingana na majukumu ya kazi unavyofanya. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu, na hayo ndio atakayojiri katika mitandao ya kijamii muda sio mrefu. Naamini kwamba Harmonize ataenda kuachia video hii rasmi pamoja na nyimbo yake rasmi ili kwenda kuwafurahisha mashabiki zake. Nimejaribu kuangalia nini ambacho kimeimbwa, nimejaribu kuangalia beat ilivyogongwa, nimejaribu kuangalia nini ambacho kimezingatiwa. Bana, hao watu wanafanya kazi, hawapo kwa ajili ya mzaa. Watu tengia muda wao kwa ajili basi ya kufanya mambo ambayo ni ya muhimu. Sidhani kama DJ Tariko angeweza kufanya kazi na Harmonize mara mbili bila ya Harmonize kurecognize kwamba Tariko sasa umefanya kitu kizuri. Kwa Tariko pia inawezekana pia walishirikiana kumtafuta mwanadada huyu ambaye alifanya pia ngoma na Diamond Platnumz katika miaka ya nyuma, Baila, ngoma ambayo ilikuwa ni ya muda mrefu sana, lakini mwisho wa siku naweza basi nikasema kwamba Harmonize kwa hivi sasa lengo lake ni kukimbilia soko la kimataifa. Ni Kiingereza tu. Sasa hivi anabonga Kiingereza mwanzo mwisho. Ukiangalia nyimbo ambayo ameitoa mwaka huu ni ya Furaha. Baada ya hapo akafanya ngoma na Abigail Chams. Baada ya hapo akaja akafanya ngoma hii, anaichia ngoma hii hapa. Kwa hiyo unagundua kabisa kwamba huyu mtu ameweza kudivide vitu viwili, kwa sababu alitoa X, baada ya X pale hivi akaja akatoa nyimbo ya Furaha, baada ya Furaha akaja akatoa tena Me Too pamoja na Abigail Chams. Kuanzia pale naamini sasa kwamba ameshajua kwamba wapi pa kupiga na wapi pa kutokea. Ni jambo la watu kuunderstand soko lako ili basi soko lako lizidi kuwa kubwa. Basi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na ndio lojiri katika mitandao ya kijamii. Bye bye for now.